Karibuni wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku kwa kusikiliza taarifa ya habari leo siku ya Jumapili tariki 4 ya mwezi wa Januari mwaka 2026. Na hapo tunawakaribisha kwa kusikiliza vichwa vya taarifa ya habari. Mapambano makali yalizuka hapo jana tangu alfajiri kufika mpaka jioni milimani mwa Uvira. Wanajeshi wa M23 323 walijiondoa na kujirudisha kwenye serikali na jeshi la serikali liliwapokea. Inaonekana ya kwamba siku ya 4 ya wiki kesho huko mahali wanaita Zambia Livingstone kutakusanyika kati ya jeshi la Rwanda na jeshi la serikali, yani viongozi watakuwa huko kwa majadiliano. Wandugu, haya na mengine utayafata na kusikiliza taarifa ya habari. Tuko saa moja Makobola na tuko saa moja mahali wanaita Lubumba kwao na Emmanuel Luanu na Mshinyaka wa Kyokyo. Ni saa moja Kilicha mahali wanaita Ilekya kwao na Vensa Bendera, mtu ambaye amejenga hoteli mzuri hapo. Wandugu wasikilizaji, taarifa yetu habari imesapotiwa na Ekokale. Ekokale inapatikana katika jiji la Baraka mahali ambapo wanaujisha vitu vingi, na vile ukitaka kuchukua pesa zako au kuzituma mjini Baraka uende kwa Asokolo Business, hapo utaituma kwa vizuri zaidi. Kwa hiyo tusikilize taarifa ya habari na tunasema karibuni tena kwa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Wandugu wasikilizaji, hapo jana vita vikali vilizuka tangia saa 9 kuendea saa 10 za usiku. M23 pamoja na afisa ya Corneille Nangaa na kundi mbalimbali Rende Tabara na wengine waliondoka Uvira na kupanda milimani ili wapate kuendelea eneo za Bikiabo. Lengo ni kusema wafike Bimokoboko na waanzishe mambo ambao walikusudia, lakini mitego mikali sana iko hapo njiani. Walipofika wakakaribishwa na vita vilikuwa vikali, walipigwa na kusukumwa kabisa eneo mpaka kufika kwenye milima ya Uvira huko Kalamabenga na sehemu zingine, na wavijana wazalendo pamoja na jeshi la serikali wanaandaa kabisa ili wapate kuingia katika jiji la Uvira leo siku ya Jumapili au siku ya Jumatatu, waelekee na kushika jiji la Uvira. Waskari 323 wanajeshi wa M23 pamoja na afisa ya Corneille Nangaa waliondoka kabisa na kujiingiza kwenye jeshi la serikali kwa kuona mahali ambapo waliishi mambo ya kukua sambamba kufatana na kupigwa sana, na wanajiona ya kwamba Wanyarwanda Watusi hawaingie kwenye mashamba za vita, ni wao Wakongomani wako wanasukumwa huko, na inaonekana wamekufa wengi. Mji kama Lubero, Ruchuru, Masisi, Kale nafasi zingine walijiorozesha na kurudia katika jeshi la serikali, na hawa wanapatikana katika 34e region militaire. Wanajeshi 7 wa Rwanda walishikwa kwenye vita, na Kanali Lieutenant Colonel Makiazukai yeye anahakikisha ya kwamba Rwanda alikuwa anakanusha kwamba alishaondosha majeshi yake kwenye nchi yetu ya Kongo. Inaonekana ni uongo, naye Colonel Makiazukai anahakikisha kwa yale ambao anaoyasema. La RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira, se trouvant très loin de ses frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Tunaondoka huko wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tunaenda kwa
Siku ya 4 ya wiki ijayo kutakuwa mkutano kati ya viongozi wa majeshi ya Rwanda pamoja na viongozi wa majeshi wa Kongo. Watakutanana huko Zambia, mahali ambapo wanaita Livingstone, ili wapate kujadiliana na kutafuta amani kwa vita ambavyo vinaendelea kupambana huko mashariki mwa Kongo. Wakati adui anapoona kwamba anashambuliwa sana, huwa anataka majadiliano, na wakati anapoona yeye anashambulia, hakuna majadiliano yoyote ambaye anaoyasema. Kwa hiyo hizo siku kuona ya kwamba wazalendo wanachukua migini mbalimbali huko tarafa la Fizi na kupenda kuchukua Uvira, baada ya wao kuona ya kwamba wanakuwa katika hali ya udhaifu, wanakimbilia kwenye serikali ya Kongo na kusema wakae vikao ili watafute amani pamoja. Wandugu wasikilizaji, baada ya wachunguzi kuchunguza zaidi kuhusu M23 AFC Kornenanga kuingia katika jiji la Uvira, sasa ni watu 1500 ambao tayari walishauawa na majeshi hayo, na inaonekana mpaka kwa sasa hawa wandugu wanazidi tena kuingiza maafa, na bila kuhesabu watu ambao walikimbia vita, wengine wanazidi kukufa huko kwa sababu hali si mzuri. Twende Rubero. Katika mtaa wa Rubero watu 3 walikufa na mtoto mmoja ambaye walipigwa masase au mwanajeshi waliwaua, na hiyo inaleta baada ya watu 25 kuuawa pamoja na hawa wa ADF Nalu. Na mheshimiwa mbunge wa zamani ambaye anaitwa kwa jina la Kyove, yeye anazungumza kwa makini kuona hali inayopitika huko mahali ambapo wanaita Rubero. Tufate kwa makini. Dans le territoire de Lubero va du mal en pire. Après l'arrivée du M23 dans la partie sud, la population avait pris fuite vers le nord pour se protéger contre tous les effets collatéraux de la guerre. Aujourd'hui, ce sont des incursions qui s'opèrent chaque jour par les ADF Nalu, qui tuent les gens. Les centres de référence de Biambou avaient été attaqués par les ADF. Et là, on avait enregistré plus de 20 morts. Le 1er janvier. Hapo anazungumza kuhusu tariki moja ya mwaka huu. Mangurujipa waliua watu 25, na kwa sasa kunakuwa ajali imefanyika. Wanajeshi 2 wanaua mwanamke mmoja ambaye alikuwa na mimba na mtoto wa miaka michache. Hayo ni habari ya huzuni kutoka katika mtaa wa Rubero. Tunaenda Ango, teritoria ya Ango ni mujimbo la Bazwele. Hapo wanasema vijana 2 ambao walikuwa wakisherekea sikukuu ya mwanzo wa mwaka, mwanajeshi mmoja wa polisi alipiga silaha na kuwaua wa vijana hawa 2 ambao leo watazikwa. Na inaonekana ya kwamba mbunge wa taifa, msichana anayeitwa kwa jina la Grace Neema, yeye amehuzunika na anazungumza. Tristesse aussi que nous avons appris cette mauvaise nouvelle. Un groupe de jeunes du territoire de Ango, comme d'habitude, se sont réunis pour célébrer le nouvel an. Malheureusement, cette célébration s'est mal achevée et nous sommes tous attristés par la nouvelle, et surtout que cet incident pouvait être évité. Cet incident a été causé par les nôtres, ceux-là qui sont censés nous protéger la population, et c'est ce qui fait très mal. Et cela ne fait qu'encore empirer la situation. Hapo anapozungumza na huzuni kabisa, na si mwingine ni mbunge wa taifa Grace Neema. Tunaenda kwa mtu. Inaonekana ya kwamba Mumbundo anazidi kuwa na uwezo na nguvu kwa kutawala vijiji mbalimbali vya eneo ya kwa mtu, na wako kwenye grupema ya Baboma Banko na kwenye vijiji vya Matondo, Kobra na vijiji vingine. Chef Coutumier, yani mwami wa asili Stani, anazungumza kuhusu mambo yanayopitika hiyo sehemu, na inaleta akasheshe sio kuwa mzuri. Tumsikilize.
se sont focalisés plus vers Kinshasa, vers Maluku, dans le mouvement Baboma Sud. Mais dans Baboma Bankou, là où il y a Tumalangota sur N17, a commencé de Mukuto jusqu'au Bissiala, entrer dans la profondeur, aller jusqu'à Fadiaka. Aucune action n'est menée. On se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'à ce moment, les acteurs se passent toujours vers un canal, vers les limites de Maluku et Kinshasa, mais pratiquement. Inaonekana ya kwamba mamombondo wa jasusi na watu waliendelea kupeleleza wakahakikisha ya kwamba Mombondo inakuwa na viongozi ambao watu wako karibu na Rais Felix Tshisekedi Tshilombo ambao wanaendelea kusaidia Mombondo ili vita vipate kuwa eneo ya kwa mtu na nafasi zingine mbalimbali. Serikali ya Kongo inahitaji kubadilisha maplaki za gari, yaani kuweka za mpya, na hiyo inaleta kasheshe masikioni mwa waendeshaji magari pamoja na watu ambao wana magari, sababu haijakuwa faida kuleta plaki za mpya kwa wakati ambapo Kongo ingali na kazi nyingi sana za kutumika. Watu wanasema hiyo yote ni wizi ambao wanatafuta pesa kwa kinguvu. Tusikilize kiongozi ya wadereva anazungumza. Une très mauvaise nouvelle pour nous au début de cette année parce qu'il y a déjà les plaques d'immatriculation qui sont déjà là et qui sont en cours. D'ailleurs, il y a plusieurs gens qui ont introduit le demande de la plaque jusqu'aujourd'hui. 5 mois, 6 mois, ils n'ont pas encore les plaques d'immatriculation. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les associations de chauffeurs et aussi pour le peuple congolais. N'est-ce pas là une manière d'asphyxier les conducteurs? Bon, nous allons demander à la... Hapa anazungumza ni habari mbaya sana kwa sisi waendeshaji wa magari kuona ya kwamba serikali inahitaji kuleta maplake mpya kwa wakati plake wengine wangali mpaka sasa wanasubiri plake zile ambazo zinatembea leo katika nchi yetu ya Kongo. Wanajiuliza kwa nini wanatafuta kuleta plake za mpya. Kuna wengine wajasusi wanazungumza kuhusu hali hiyo. Ce qu'on appelle le compteur à zéro et avec déjà des assujettis qui viennent d'acquérir des anciennes plaques il y a déjà quelques jours. Ils vont demander à la même personne qui a payé à l'État venir acheter encore une nouvelle plaque. Je pense qu'il y a un petit problème dans ce sens-là. Ça risque de créer un fardeau fiscal vis-à-vis des ménages. Wasikilizaji wa radio television Ngyoku, ni mshangao kuona jeshi letu la serikali ya Kongo wengine wako wanaingia katika hali ya kusaliti nchi wakipokea pesa kutoka kwenye kuwa hawa mabeberu. Basi wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tunashukuru sana kwa kusikiliza taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili, na si mwingine aliyekuwa pamoja nani ndugu Hamisi Mwanuke Biosa. Atasema tena sikukuu nzuri ya siku ya Jumapili kwa Wakristo wote.